Bao la pili lililofungwa na kiungo mshambuliaji wa Azam FC Faisal Salum Feitoto katika dakika 35 wakati timu hiyo ikizamisha Coastal Union kwa mabao 3-0 juzi usiku kwenye uwanja wa Azam Complex Dar es Salaam limezidi kumpaisha nyota huyo katika ligi kuu bara. Azam FC ilipata ushindi huo uliokuwa ni watatu kwa timu hiyo msimu huu na kuifanya ifikishe pointi 12 na kuchupa kutoka nafasi ya 9 hadi ya 6 katika msimamo wa ligi kuu, huku Feitoto akifikisha bao la 3 msimu huu mbali na asisti moja alionayo hadi sasa. Mabao mengine katika mchezo huo ulioifanya Azam kuendeleza ubabe mbele ya Agosti wa Kaya yaliwekwa kimiani na Yahaya Zaidi aliyefunga kwa penalty dakika 24 na Jafte Kitambala Bola aliyekwamisha sekunde chache kabla ya mapumziko na kumfanya afikishe bao la pili ligi kuu. Hata hivyo, kama hujui, bao alilofunga Feitoto limemfanya afikishe jumla mabao 48 katika ligi kuu tangu aanze kucheza mwaka 2018 alipojiunga na Yanga kutokea JKU ya Zanzibar na kuitumikia kwa misimu 5 kabla kujiunga na Azam FC misimu 3 iliyopita. Hii ina maana nyota huyo wa kimataifa wa Tanzania aliyewaka katika fainali za kombe la mataifa ya Afrika AFCON 2025 zilizomalizika jana akiwa na Taifa Stars na aliyechaguliwa kwa nyota wa mechi ya juzi, sasa amebakiza mabao mawili tu kufikisha mabao 50 huku akiwa amefunga katika misimu 8 mfululizo. Akiwa na Yanga aliyoitumikia kwa misimu 5 kabla ya kulazimisha kuhama kujiunga na Azam FC, aliifungia jumla mabao 22 huku misimu 3 akiwa na Azam FC amefunga mabao 26 katika mechi zaidi ya 100 zikiwemo 55 akiwa na timu ya sasa iliyomuongezea mkataba hadi 2027. Feitoto ana nafasi ya kuongeza idadi ya mabao kama atafunga katika mechi ya kesho ya ligi kuu bara dhidi ya Fountain Gate kabla ya timu kusafiri kwenda Nairobi kwa mechi ya kombe la shirikisho Afrika dhidi ya wenyeji wao Nairobi United. Azam inashiriki hatua ya makundi kwa mara ya kwanza na ilianza vibaya kwa kupoteza mechi mbili za awali za kundi B dhidi ya AS Maniema ya DR Congo na Wydad Casablanca ya Morocco, na itacheza na Nairobi United inayoburuta mkia wa kundi hilo Januari 25 kisha kurudiana nao Februari mosi kwenye uwanja wa New Amani Complex uliopo visiwani Zanzibar inayotumia kama uwanja wa nyumbani. Rekodi zinaonyesha msimu wa kwanza akiwa na Yanga Feitoto alifunga mabao 4 tu, kisha msimu wa 2019-20 alifunga bao 1 na msimu uliofuata alifunga mabao 5 na misimu miwili ya mwisho alifunga mabao 6 kila mmoja, na katikati ya msimu alianzisha mgomo kushinikiza kuhamia Azam FC kabla ya Rais Samia Suluhu kuingilia kati, Yanga ikiwa Ikulu. Rais Samia aliyekuwa akiipongeza Yanga kwa kufika fainali ya kombe la shirikisho Afrika msimu wa 2022-2023 na kulikosa taji kwa kanuni ya bao la ugenini baada ya kutoka sare ya mabao 2-2 na Osma Algeria, aliutaka uongozi wa klabu hiyo kumruhusu aende atakapo, na siku moja baadaye ilitangazwa biashara ya Yanga kumalizana na Azam anayoichezea hadi sasa. Akiwa na Azam msimu wa kwanza alifunga mabao 19 akishika nafasi ya pili ya wafungaji bora nyuma ya kinara Stefan Aziz Ki aliyekuwa Yanga enzi hizo, na msimu uliopita alifunga 4 na kwa msimu huu amefunga 3 na kumfanya afikishe mabao 26 hadi sasa katika misimu 3 akiwa Azam, 4 zaidi na yale aliyoifungia Yanga kupitia misimu 5 aliyoitumikia. Mbali na mabao 48 katika ligi kuu bara, pia Feitoto amehusika katika mabao mengine zaidi ya 50 kutokana na assist alizotoa kwa wenzake kwa timu hizo mbili zikiwemo 13 za msimu uliopita, akiwa ndiye kinara katika ligi hiyo, japo msimu huu ameasisti mara moja kupitia mechi 6.